Maisha ya mtu maskini huishia kwenye matamanio. Maisha ya mtu ambaye ni maskini huishia kwenye matamanio. Sio matamanio tu, bali ni kuelekeza tu kidole. Yaani yeye ni kuelekeza tu kidole. Hapo akijilambalamba midomo tu. Kwa mfano, hana hela ya kununua nyama lakini amepita buchani. Amepita buchani akaiona hiyo nyama. Atakachobaki anafanya hapo, jicho litamtoka na midomo itakuwa halafu hapo na kuelekeza tu kidole, sema ningelikuwa na hela. Yaani ningelikuwa na hela, yaani ningeinunua hii nyama nikaila. Unaona? Lakini maisha ya tajiri, yeye ana haja ya kuelekeza kidole, hana haja ya kujingatangata midomo hadi udenda utoke. Kama ni nyama, ni simu moja tu. Halo dogo, halo ilete basi, leta nyama yote, leta ng'ombe yote mimi nile. Naona. Kwa hiyo tuache maisha hayo. Sasa tujifunze nini kupitia simulizi ya maisha ya maskini? Maisha ya maskini huishia kwenye matamanio na huishia kwenye kuzingatangata midomo na kuelekeza kidole na kusema bana, ningepata hiyo nguo nzuri mimi ningeivaa, ningevaa au yani matamanio hayo. Lakini watu wengi tumezaliwa tukiwa maskini wa kutupwa. Lakini kufa maskini itakuwa ni uzembe wetu na itakuwa ni dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila mmoja ameitwa kuwa tajiri. Sasa endelea kunifuatilia katika akaunti yangu hii ya Dennis Ndibalema, nikuoneshe utajiri ni upi. Afya na yenyewe ni utajiri. Asante.